lakini pia tunachunga heshima yetu, lakini pia kujua nafasi zetu katika jamii yetu. Yapo maelekezo mengi kutoka kwa wanachuoni wetu wa Kiislamu juu ya jambo hili. Kwa hilo katika upande huu sitoligusia, lakini naamini kwamba hili wameshazungumzia na wanaendelea kuzungumzia. Kwa hiyo tutaendelea. Kabla ya kuanza mada hii, kwanza tujue nafasi zetu. Kwa hiyo kitu cha kwanza kujitambua. Napenda kutoa pendekezo la kuweza kujua kwamba ujiulize wewe ni nani. Wewe ni nani katika jamii na kitu gani unatarajiwa kutoka kwenye jamii yako. Kwa hiyo tukianza kujitambua wewe ni nani, kwanza tujue kwamba sisi ni viumbe wa Allah ambao tuna heshima na thamani. Wanawake tumepewa thamani kubwa, kwa hiyo ni muhimu kujua thamani yetu na kujichunga katika kila ambalo tunafanya. Kwa hiyo katika hili kuna vitu vya kuangalia, kwamba tunaangalia fursa, na tunapozungumzia ujasiriamali wengi wetu tunataka mwisho wa siku tufanikiwe. Lakini ili tufanikiwe tusisahau nafasi yetu kwa Muumba wetu. Na katika hili manake sisi ni madaia. Mama ni mchunga kwa watoto wako, kwa mume wako na kwa jamii iliyokuzunguka. Kwa hichi kitu ni muhimu, kwa sababu haya yote yatatupatia mafanikio sio tu duniani lakini na kesho akhera tunapokwenda. Lakini pia tujue nafasi zetu kama wake au kama wake wa waume zetu. Kwa hiyo tunahitajika kuwa na heshima pamoja na kufanya wema na kuwashirikisha waume zetu na kuwaheshimu kwa kila hali. Kwa hiyo katika kazi yote ambayo tunaenda kufanya, manake hivi vitu ni vya msingi vya kusisitiza. Lakini kitu kingine ni kwa watoto wetu. Kwa hiyo sehemu kubwa ambazo tunatakiwa kuwekeza ni vitu hivi, kwamba tujue tunawekeza kesho tunapokwenda mbele ya Muumba wetu, mbele ya waume zetu, lakini pia kwa watoto wetu. Baada ya kusema hayo, sasa nakuja kuzungumzia nini ujasiriamali. Nini maana ya ujasiriamali? Ujasiriamali ni dhana pana ambayo inamaanisha mchakato wa kubuni, kuanzisha na kusimamia shughuli mpya za kiuchumi au kijamii kwa lengo la kuzalisha faida, kutoa suluhisho kwa changamoto zilizopo au kuongeza thamani katika jamii. Kwa hiyo katika hili napenda kusisitiza kwamba tunapozungumzia ujasiriamali hatuangalii tu faida ambazo tunazipata, hatuangalii tu fedha ambazo tutaenda kuzitengeneza, lakini zaidi tunaangalia changamoto gani ambayo tunaenda kuiaddress kwenye jamii yetu. Kama tunavyojua sisi kama kina mama, kuna changamoto mbalimbali ambazo zinaikumba jamii yetu. Kwa hiyo unapoona kwamba hii ni changamoto, manake ukaja na suluhisho ambalo litakusaidia wewe kupata kipato, lakini pia ukaongeza thamani na kuondosha ile changamoto, manake wewe utakuwa ni mjasiriamali. At the same time utakuwa unatoa suluhisho la ile changamoto, lakini pia una uwezo wa kuipata kipato katika kufanya hilo. Kwa ufupi neno hili kama linavyojielezea, ujasiriamali. Kwa hiyo unapokuwa mjasiriamali, kwanza unahitaji kuwa jasiri, na ujasiri hapa inamaanisha kwamba mtu mwenye uthubutu. Uthubutu wa nini? Uthubutu wa kuchukua hatua na kubeba hatari ili kufanikisha jambo jipya. Kwa wengi wetu hapa tukiulizwa changamoto ambazo tunazo katika jamii yetu, wengi tutaweza kuzitaja. Lakini ambao wako tayari kuzifanyia zile changamoto kazi, manake hao ndo wamethubutu na wameweza kutoka na kufanya kitu. Kwa hichi kitu tukizingatie na tujue kwamba kama tunataka kuwa wajasiriamali wazuri, manake tuwe na uthubutu wa kufanya mambo mbalimbali ili kuweza kuona sasa changamoto zetu zinatatuka. Lakini pia tunajipatia kipato ambacho kitatusaidia sisi wenyewe, lakini kusaidia familia zetu na jamii zetu kwa jumla. Na mtu anayejihusisha na ujasiriamali anaitwa mjasiriamali, ambaye hutumia ubunifu, rasilimali na maarifa kutengeneza bidhaa ama huduma. Watu wengi huzani kwamba biashara ni ujasiriamali. Sio kila mfanya biashara ni mjasiriamali. Lakini unapofanya mjasiriamali manake hufanya biashara. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anaweza akawa anafanya biashara ya kawaida, akawa anapata kipato,
lakini hatumii ubunifu katika kazi zake. Sasa tunataka kubadilisha hichi kitu kwamba tuone kwamba kwenye ujasiriamali kuna kitu ubunifu, na ubunifu mara nyingine sio lazima uanzishe kitu kipi ambacho hakijawahi kufanywa, lakini kuweza kuona kwamba kuna vitu ambavyo naweza nikafanya tofauti na wanavyofanya wengine. Hiyo pia ni aina ya ubunifu. Na pia kitu kingine cha kukumbuka ni kwamba katika ujasiriamali tunataka kupata faida ndio, lakini sio lengo peke yake. Kwa hiyo lengo jingine kubwa ni kuleta mabadiliko ambayo ni chanya kwa kutengeneza ajira, kuongeza kipato na kuchochea maendeleo ya jamii. Kwa hiyo mjasiriamali anapoanzisha biashara, manake lengo lake ataanza ndogo, lakini lengo lake ni kukua na kuweza kuwasaidia wengine, ambapo anaweza akajiajiri yeye mwenyewe, lakini biashara inapokuwa manake anaweza akaajiri na wengine. Tupo pamoja kina mama Sasa katika hili kuna misingi ya ujasiriamali na ni muhimu kuifahamu ili tuweze kuona sasa na sisi tukitoka hapa, pengine wengi wetu tunafanya biashara au wengi wetu tunasikia ujasiriamali. Ukifanya biashara unaambiwa wewe ni mjasiriamali. Tumekuwa tukiitumia, lakini watu wengi wanakosa ile misingi na wanakosa zile sifa za ujasiriamali. Kwa kama tulivyotangulia kusema ni kwamba kwenye ujasiriamali ni kwamba kitu cha mwanzo ni ubunifu. Ni muhimu sana kuwa mbunifu katika kila ambacho unafanya. Katika hili ni muhimu kuja na mawazo mapya na suluhisho la changamoto. Kwa hiyo hii ndo maana halisi ya ubunifu na uvumbuzi wa vitu ambavyo vimejificha. Kwa hiyo kama una jamii yako ambayo pengine tayari kuna masuluhisho yameshafanyika, lakini kuna changamoto ambayo unaona kabisa inakera jamii, manake wewe kuwa change, anza kufikiria mawazo ambayo yataenda kutatua ile changamoto. Lakini nyingine ni uchukuaji wa hatari kwa hesabu. Yaani kuwa tayari kujaribu na kuchukua hatua lakini kwa mipango sahihi. Mara nyingi imekuwa tunakuwa waoga sana kwamba unataka kuanzisha jambo lakini unaanza kufanya mahesabu mpaka unakuta kwamba unashindwa kuanza lile jambo kwa sababu umetumia muda mwingi sana kulifikiria, umetumia muda mwingi sana kupiga hesabu ambazo badala ya kulifanya lile jambo unaona kwamba unaanza kufeli kabla kujafanya. Kwa hiyo katika hili manake ni kuona kwamba kumbe kuna muda ifikia hatua ufanye kile kitu ili uweze kuona kufeli pale unapofanya, sio usubiri kwamba uanze kufeli wakati hujaanza kufanya chochote. Lakini kitu kingine ni uthubutu na kujiamini. Kuona fursa ni jambo moja, au kuona changamoto ni jambo moja, na kuiona changamoto, yani kuibadilisha changamoto kuwa fursa ni jambo jingine. Lakini kuchukua hatua ni jambo la muhimu zaidi, kwa sababu wengi wetu hapa pengine tunajua changamoto, tunaona kwamba hii ni fursa, lakini je, tuna uthubutu wa kufanyia kazi yale ambayo tumeyaona? Hicho ndo kitu cha msingi. Kwa hiyo kuona fursa na kuzifanyia kazi kabla hazijapotea. Kama tunavyojua ni kwamba muda hautusubiri. Inawezekana wewe wakati unawaza hii changamoto kwangu ni fursa, mwenzako tayari na yeye anafanya nini? Ana mahesabu ya kuifanyia kazi ile fursa ambayo umeiona. Kwa hiyo kuwa na uthubutu, lakini pia kujiamini kwamba mimi hichi kitu naweza na nitakifanya. Ukichelewa manake nini? Inaweza ukaikosa. Lakini kitu kingine cha muhimu, jamani, tunapokwenda kwenye ujasiriamali, tunapotaka kufanya biashara, kama unatoa bidhaa ama huduma, na hichi ni kitu cha muhimu jamani, kwamba tusijilimit kwamba lazima niwe na bidhaa ambayo nauza. Unaweza ukawa unatoa huduma, na kuna huduma ambazo watu wapo tayari kufanya nini? Kulipia. Sisi tumeelewana Kwa hiyo kama una bidhaa ama una huduma ambao unatoa, kitu cha msingi ni kuweza kuelewa soko lako. Hivi kweli nikienda kuuza bidhaa hii, hawa wakina mama hapa wataweza kununua? Kwa sababu
Kuna bidhaa ambazo pengine ni biashara nzuri, lakini unauza bidhaa kiasi kwamba umetengeneza bidhaa ya quality kubwa kiasi no. Utanyanyuka na nani yako hitaji yako kuendelea. Tunaendelea. Nafikiri tumefika kwenye uelewa wa soko. Kwa kama tulivyosema kwamba kama una bidhaa ama una huduma ambayo unaitoa kwa jamii, lazima uweze kujua soko lako. Soko litakusaidia kuona kwamba hii bidhaa yangu kweli naweza nikaiuza, au huduma hii naweza nikaitoa kwa maeneo ambayo nipo. Na katika hili lazima ujue mahitaji ya wateja wako na mabadiliko ya mazingira ya kibiashara. Kwa sababu kama tunavyoona, tunaenda maeneo mbalimbali. Maji ukienda duka la kawaida bei yake tofauti na ukienda mfano hoteli. Kweli si kweli? Na watu wa hoteli wanafanyaje? Wananunua Kama mnakikumbuka kile kisa ambapo kuna mtu aligeiwa pesa, nafikiri huku mnasema pesa au hela? Pesa Zanzibar tunasema pesa. Kwa hiyo kageiwa pesa ambayo alimpatia mwanawe. Alipompatia mwanawe akamwambia hii pesa kiasi gani? Akamwambia hii ni 1000. Huo ni mfano nimesahau ilikuwa kiasi gani. Akaichukua akaikunja kunja. Si ndio hivyo? Wakati mwanzo ilikuwa haina mikunjo, lakini alipoikunja kunja akamwambia, "Je, thamani yake iko sawa?" Manake kwa hiyo akakuta kwamba ilipokunjwa thamani yake imefanyaje? Imeshuka, si ndio hivyo? Kwa hapa nimesema hivi kwa sababu tunapoangalia uelewa wa masoko, kwani maji ya kwenye hoteli ni matamu kuliko ambayo yanauzwa dukani? Ni sawa sawa, si ndio hivyo? Lakini kwa sababu ya mazingira ambayo wale hoteli wameandaa, ukienda pale kuna customer care nzuri, unakaribishwa, ukienda hoteli unachukuliwa hadi begi analibeba. Kweli si kweli? Kwa Kaad ameongeza thamani ya ile eneo lake. Kwa huku kwenye duka ukienda wewe unanunua maji 500, ukienda hoteli ambapo wameongeza thamani ya vitu vingine unanunua maji 1000, na kuna sehemu hoteli zile kubwa mpaka 2000 au 5000 maji yale ya 500. Kwa hapa ni kuweza kuelewa mahitaji ya soko lako, lakini na mabadiliko ya mazingira ya biashara. Kitu kingine, msingi mwingine ni kuwa na uthabiti na subra. Tunasema resilience and perseverance. Katika kuanza jambo lolote, sio biashara tu tunakutana na vikwazo mbalimbali. Lakini kupata vikwazo ni jambo moja, kutoendelea ni jambo jingine ambalo ni kubwa. Kwa katika maisha yetu sote tutakubaliana hapa tumekutana na vikwazo mbalimbali. Lakini ili uendelee, manake nini? Unapoanguka unatakiwa ufanyeje? Uinuke, sio uinuke tu, kwa sababu ukiinuka ukaendelea mbele unaweza ukaenda tena ukafanyaje? Ukajikwaa ukaanguka tena. Si ndio hivyo? Tunaambiwa kwamba unapoanguka, ukianguka hutizami unapoangukia, unaangalia wapi? Hutizami unapoinukia, unaangalia pale ulipojikwaa, kwa sababu pale ndo kile kikwazo chako. Ina maana lazima ujue kikwazo kilikuwa nini ambacho kiliniangusha au kilonirudisha nyuma. Kwa hiyo unaposimama, unasimama ni mtu mwingine, sasa hivi umeshafanya nini? Umeshajifunza. Kwa hiyo unainuka pale na uthabiti kwamba ili jiwe liliniangusha, manake nini? Nitaliweka pembeni nifanye kitu kingine. Kwa hiyo kwenye biashara au katika ujasiriamali, hii ni msingi mmoja mkubwa sana na tunahitaji kufanyia kazi. Lakini kitu kingine ni usimamizi wa rasilimali. Sawa Usimamizi wa rasilimali kivipi? Jamani, hapa tunafikiria watu wengi nikitaja rasilimali tunafikiria ni nini? Naam? Pesa Lakini mnahisi rasilimali ni pesa peke yake? Tuna muda, si ndio hivyo Muda wetu ni rasilimali. Kuna fedha kama tulivyozitaja,
lakini pia tuna watu pia ni nini? Sisi ni akina mama, kweli si kweli? Tuna watoto, kuna watoto wengine ni wadogo, lakini kuna watoto ambao tayari tunao. Tunawatumiaje? Manake hayo ni matumizi sahihi ya rasilimali zako. Sisi tumeelewana? Tuna fedha, naamini tunachanga hapa, tuna vikoba, sijui huku pia vipo. Sisi kule Zanzibar sana watu wanafanya upatu. Tunaita upatu, sijui huku mnaita upatu, lakini whatever you call it, vikoba, upatu, kuna sijui vibubu vile. Unawezekana ukasema mimi sina mtaji wa kuanza biashara, lakini ndani una pesa 300,000 imekaa haifanyi kazi yoyote. Lakini huku unasema vipi? Sina pesa. Sijui tumeelewana hapo? Kwa hiyo niweze kuweza kujua kwamba rasilimali nilizokuwa nazo nazitumiaje. Na nazitumiaje vipi kwa usahihi kuweza kuleta matokeo ambayo ni chanya. Kitu kingine ni maadili ya biashara. Hakuna kitu ambacho kitaenda mbele kama huna maadili. Sawa? Kwa hiyo kwanza kuwahudumia wateja kwa uaminifu, kujenga imani na uhusiano wa kudumu. Natoa mfano huu, kuna watu wanapika vyakula, si ndio? Unapika chakula kizuri, watu wameshakuzoea, kesho umekosa nyama mfano unaingiza vitu ambavyo pengine sio vizuri. Leo nakuja kula kaklesi ilikuwa nzuri, kesho nikija iko tofauti. Ina maana hata ule uaminifu nikija tena siwezi tena kufanya nini? Kukuamini. Lakini kitu kingine ambao nafikiri hili ni baadaye tutalizungumzia kwa upana kama muda utaruhusu, lakini kwa vile nimelikumbuka nitalitaja hapa kwa sababu ni muhimu. Kwa mfano unafanya chakula kinahitaji ndimu, si ndio? Ndimu zimepanda bei kwa sababu, au labda pengine zimepanda bei kwa sababu unataka faida kubwa, hufikiri wale madhara utakao kwenda kuwapa walaji, unaenda unatumia ndimu ya unga. Na sote tunajua kama ndimu ya unga ina madhara. Sijui huku tunatumia au hatuijui. Sijui tumeelewana hapo Kwa hiyo unaona kwamba nikiongeza ndimu ya unga faida yangu itakuwa, lakini pale hujafuata ethics au maadili ya biashara. Kwa sababu unapofanya biashara kwa maadili, manake uangalie pia afya ya mlaji kama unafanya chakula, afya ya mtumiaji kama unafanya kitu chochote. Kwa hiyo hata unatengeneza sabuni au mafuta ya nywele, ukitia kitu ambacho kitaenda kuniharibu ngozi yangu au ikaniletea madhara, manake na wewe umefanya nini? Umeshiriki. Kwa hiyo hivi vitu ni vya muhimu kuviangalia. Kitu kingine ni ubora wa thamani kwa mteja. Katika kutafuta soko, lazima bidhaa au huduma unayotoa iwe na nini? Na thamani. Mtu ukiwa unamwongeza thamani katika huduma yako ambayo unaitoa, yuko tayari kufanya nini? Kulipia. Kuna mama wanafanya kazi. Mfano mimi binafsi nafanya kazi, si ndio hivyo? Na nina watoto wadogo. Hivi sasa hivi nina mtoto mchanga ambaye nimekuja naye. Lakini kama utakuwa, kwa mfano kuna mama ambaye yuko nyumbani akatoa huduma akasema mimi nitachukua watoto 3 ambao nitawalea mfano mpaka wazazi wao watakaporudi kazini. Mnahisi yule mama anayefanya kazi atakuwa nani, atajizuia kulipia ile huduma? Atalipa. Kwa sababu gani? Anaona ile thamani. Kwa sababu anajua kwamba watoto wangu nahitaji wa kuwepo sehemu ambayo nitakuwa, manake niko hapa na hakika kwamba mwanangu amekaa sehemu salama. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho cha kukifikiria. Kwa sasa hivi tunapoanza kutwist hizi akili zetu zianze kufikiria kwamba sio bidhaa tu, lakini pia naweza kutoa nini? Huduma. Kwa hiyo kama na hiyo sasa hivi tuanze kufikiria katika maeneo ambayo tunatoka, kwa sababu tunatoka maeneo tofauti Tuna changamoto tofauti, pengine nyingine zinafanana lakini nyingine ni specific kwenye eneo maalum. Kwanza kufikiria pale ninapokaa hivi kuna changamoto gani? Je, na uwezo wa kuja na suluhisho? Sisi tumeelewana nitaliondoshaje ili tatizo? Je, kwa kuleta bidhaa ama huduma? Yaani hicho kitu tuanze kukifikiria katika akili zetu. Lakini pia kitu ambacho ni kikubwa ambacho nilishakitaja mwanzo, mtazamo wa fursa. Tumekuwa tukiona changamoto, mara nyingi tunazifikiria kwamba hizi changamoto, si ndio hivyo? Lakini mjasiriamali yeye ana mtazamo wa peke yake. Macho yake yanaangalia hii changamoto kama ni fursa. Sisi tumeelewana Kwa mjasiriamali ana macho ya kuona mapungufu au mahitaji ya jamii na kuyageuza
kuwa suluhisho lenye thamani. Na ndio maana nikasema kwamba unapokuwa unataka kufanya ujasiriamali lazima anza kuangalia nini? Yaani wewe angalia changamoto tumbani mbali, alafu uona je, unaweza ukaja na suluhisho au suluhisho lake unahisi ni kitu gani? Sawa jamani? Lakini katika hilo tusisahau kwamba sisi ni wanawake tena wa Kiislamu. Kwa juu ya ile misingi ambayo tumeitaja ambayo ya uthubutu na vitu vingine, lakini pia tuna misingi hii ambayo ni ya muhimu sana. Kwanza kuchunga halali na haramu. Sawa Biashara ifanywe katika vilivyo halali tu. Kwa hiyo ina maana hapa kumbe tumeruhusiwa, lakini kule mwanzo nilisema tufanye nini? Tuchunge tu hii mipaka. Tuchunge sheria inatutaka tufanye nini. Lakini pia uadilifu na ukweli. Kwa hiyo kuepuka udanganyifu, lakini pia na riba. Kuna watu wengine mnaenda kukopa, unaanza kufikiria sina mtaji naenda kukopa, lakini unakopa unaanza kuchukua riba. Tayari umeshaanza kwa fedha ambayo tayari ushaingia kwenye makosa toka unaanza. Huku utachunga ya mbele, lakini hapa mwanzo umeshafanyaje? Ushakosea. Lakini pia tujue kwamba kuwa na nia njema. Sawa Kufikiria kwamba hii biashara naifanya kwa kutafuta radhi za Allah, sio tu faida binafsi. Na ukifikiria hivi, maana yake ndo pale utakapotaka kuweka ndimu ya unga au utakapotaka kuweka kitu ambacho kina madhara kwa mtumiaji, utaona kwamba hiki kitu sio sawa. Sisi tumeelewana hapo Sasa tunakuja fursa kuu za ujasiriamali kwa sisi kama wanawake, hasa wanawake ambao wapo majumbani. Sawa Kitu cha mwanzo, fursa kubwa ni kilimo na bidhaa za chakula. Sawa Kwa kuna watu hapa tunayo sehemu zina maeneo, unaweza ukaanzisha bustani ndogo, ukauza miche, inategemea na eneo Kwa hiyo ndio unajua, ndio hilo nilosema kwamba hii mimi nitakuwa nimetoa general, lakini wewe anza kufikiria kwenye maeneo yangu. Kuna watu wanahitaji bustani ndogo, lakini pengine hawahitaji bustani, lakini wanahitaji miche labda ya vyakula. Kwa hiyo kuanza kufikiria ufugaji wa kuku. Sawa Kuna watu wanatoka maeneo ya misitu. Siku hizi tumesikia kwamba ufugaji wa nyuki ni soko kubwa. Si ndio hivyo Na hapa tukumbuke kwamba sio lazima kila kitu ukifanye wewe. Tukumbuke kule mjasiriamali ana uwezo wa kutumia rasilimali zake vizuri Tuna waume, tuna watoto wa kiume, si kwamba kazi zote lazima ufanye wewe. Kwa ukiweza kuzitumia rasilimali, maana kuna kazi ambayo hutoenda wewe kuifanya moja kwa moja, lakini unaweza ukamwagiza kijana wako, ukamwagiza mwenza wako, akaenda mkasaidiana. Lakini kitu kingine ambacho kinakuwa sana na wakina mama wengi wanafanya ni usindikaji wa chakula. Si ndio hivyo Hii food processing. Watu wanafanya viungo, thomu, tangawizi, nyanya, nyinyi mnaita nyanya sisi kwetu tunaita tungule. Anyway, nyanya na vitu vingine, juice. Kwa hiyo kwa mfano kule kwetu sisi tunatumia sana tangawizi na vitunguu thomu, lakini kwa watu wengi hawapendi ile kuanza kuchambua na vitu gani. Kwa maana unaweza ukavisindika vile, alafu ukaonauza kwenye vikopo, ukaonauza tangawizi tu. Sio kama huku mnatumia sana, lakini sisi kwetu tangawizi naamini na hapa pia natumika Kwa hiyo tangawizi, naitwaje, thomu, nyanya, tunatengeneza zile achari. Si ndio Achari za ndimu, achari za mbirimbi, achari ya embe. Sisi tumeelewana Ni biashara ambazo na unaona kabisa watu wana mahitaji nayo. Kwa sababu wapo ambao wanatengeneza nyumbani, lakini kuna watu ambao hawana muda, anaona kwamba nikienda nikinunua nikatumia kwangu ni nafuu. Hiyo ni moja. Kwa hiyo katika hili pia kuna utunzaji wa mazingira. Jamani, katika kilimo sasa hivi watu wengi tunataka kufanya, kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya nchi, tunafanya kilimo angafu au regenerative agriculture. Sio kama tunalijua hilo neno, ile angafu mimi mwenyewe nimelisikia hivi karibuni. Lakini watu wengi wamekuwa wakifanya kilimo hai na kilimo angafu. Kwa hiyo ina maana sisi wakina mama ndio wakubwa wa kutumia majiko, tunapika, si ndio hivyo? Tunapika, tunafanya shughuli mbalimbali za majumbani. Taka tunazifanyaje? Tunazitupa tutaka. Taka ni ajira.
Kuna watu wamejiajiri kupitia taka, mnajua hicho kitu Kuna watu wanaokota takataka anatengeneza mbolea. Kwa sababu kuna watu wanafanya kilimo angafu. Kuna watu wanafanya kilimo hai. Kilimo hai manake hatumii hizi mbolea zinaitwaje? Za chumvi chumvi. Wanatumia hii organic. Kwa hiyo ina maana chakula kile ambacho maganda ya mbatata, maganda ya tungule, maganda ya ukikiacha baada ya muda ukigeuza zinafanyaje? Zinaoza, zinageuka mchanga ambao ndio mbolea. Sio umeelewana? Kwa maana unaweza ukaanza kuona kwamba kumbe naweza nikaanza kuzigawa taka zangu. Kuanzia leo mie taka za chakula chote nikatengeneza kishimo sehemu zikawa zinafanyaje? Zikawa zinawekwa. Za nyumbani pengine usifanyie biashara lakini ikaweza kukusaidia hata wewe mle ndani tu ukafanya kibustani chako kwa kujifunza, lakini pia kwa ajili ya kutumia nyumbani. Maana tayari ushapunguza, ukipanda nyanya nyumbani ushapunguza gharama za kwenda kununua. Sijui tumeelewana hapo Kwa hii pia tuiangalie pia kama ni fursa. Lakini pia mitindo na mavazi ya Kiislamu. Hapo nje nimeona kuna mtu kaekane mashungi, vishungi vya watoto, vya watu wazima, nikabu na vitu vingine. Kwa unaangalia hapa nilipo kuna watu wanataka nini, mahitaji yao ni nini. Sawa Kwa unaweza kwa una kipaji cha kushona. Kwa hiyo kaanza kushona haya majilbabu, mahijabu, wabaya na vitu vingine, nguo zenye staha. Lakini pia ukauza, tunajua wakina mama wanapenda sana mapambo, si ndio hivyo? Ukauza biashara za mapambo, si kosa. Kwa sababu mwisho wa siku na mimi nataka nikapendeze kwa mwenzangu, si ndio hivyo? Kwa hiyo mitindo na mavazi ya Kiislamu pia ni fursa, lakini pia kuna huduma na ujuzi wa mikono. Kwa hiyo kuna watu wana ujuzi. Kuna mtu anajikuta tu anaweza kufuma, kuna mtu anaweza kuchora, kuna mtu sawa. Kwa hiyo tunazihitajia, sisi ni wanawake na tunataka tupambwe. Kama tunataka kupambwa tupambwe na nani? Wanawake wenzetu, si ndio hivyo? Kwa hiyo ukaangalia, ukachunga mipaka, lakini ukaanzisha sehemu ambayo wakija wanawake wanapata huduma ya kuchorwa, wanapata huduma nyingine ambazo za mapambo. Sawa Kwa hiyo hii pia ni fursa kwa wanawake. Lakini wengine cherehani wanashona, wengine wanafanya hizi, wanatengeneza mikoba, wanatengeneza mashuka, wanafuma na vitu vingine. Sawa Zipo nyingine zinahusisha hii teknolojia. Sawa Siku hizi watu wote wako wapi? Au kwa mtumii sana? Si wapo watu mitandaoni Lakini sasa mitandaoni wanafanya nini? Yani that is a question. Kwa sababu mtandao ndio upo Lakini nini unafanya? Kwa hiyo kama watu wako mitandaoni, hemu fikiria ninaweza kufanya kitu gani? Sawa Wenzetu wanauza, wanafanya bidhaa za elimu mbalimbali. Kuna e-books, kuna vitabu ambavyo unaweza ukaingia online ukalipia ukaona ukisoma. Sawa Wanatengeneza vitabu, wanatengeneza makala za video, wanatengeneza. Sawa Tukumbuke tu kuchunga ile mipaka, lakini manake hizi pia ni fursa ambazo tunaweza tukaanza kuzifikiria. Watoto wetu hapo huko, lakini tujiulize wanaangalia nini? Au sio? Kuna content gani ambazo zipo ambazo unaweza kusema angalau akiingia basi mwanangu na mimi anapata kitu ambacho kitamuongezea maarifa, lakini pia kitamuondosha katika yale kuangalia vitu ambavyo havifai. Kwa hiyo ni kuiangalia kama ni fursa. Lakini kuna WhatsApp siku hizi, si ndio hivyo? WhatsApp watu karibia wote tunafanya nini? Tunatumia, si ndio hivyo? Kwenye status, tupige mafumbo kama vile wenzetu walipokuwa zamani, watu wazee wa zamani wakivaa kanga Sasa hivi watu wanafanya nini? Status. Lakini kumbe kwenye status unaweza ukawa na biashara yako ndogo ukafanya nini? Ukapiga picha ukaipost. Tayari unaweza ukapata mteja kupitia nini? Sijui tumeelewana hapo Badala ya kusema kwamba mimi situmii kwa sababu huu ni mtandao ambao haufai. Kumbe unaweza ukabadilisha matumizi yake yakawa sahihi kwa ajili ya kukusaidia wewe na kusaidia jamii. Tupo jamani? Lakini kitu kingine ni kwamba huduma. Pale nilisema kwamba sio lazima uwe na bidhaa. Unaweza ukatoa nini? Huduma. Kwa huduma ni shule ndogo za chekechea za Kiislamu. Kama tunavyojua, udongo upate hali
umaji, au sio? Watoto wetu tunawapeleka mashule gani? Sijui, lakini kuna changamoto mara nyingine kwamba unakuta kwamba hao watoto wanaenda sehemu ambazo mtoto anakuwa na mazingira au yani kuna vitu wanapata ambapo kwa kweli vinakuwa haviridhishi. Hatujawahi kufikiria kuanzisha kitu ambacho itaandisha huduma ambayo zitawalea hao watoto katika makuzi sahihi. Hiyo nayo pia ni fursa. Sijui tumeelewana hapo Mafunzo ya Qur'ani na dini. Watu siku hizi wako busy, vyuo vipo sawa, lakini shule zimekuwa zinawabana sana watoto. Si ndio hivyo? Na mpaka imefikia kipindi kuna watoto mpaka wamebadilisha sasa, unaambiwa huyu hawezi kwenda chuoni, anasoma online. Sijui kama huko imefika, lakini wapo watu wanafanya hivyo. Kwa hiyo ina maana hiyo ni changamoto kwamba watu waendi vyuoni, lakini kwa mtu mwingine anaiangalia kama nini? Na fursa. Sijui tumeelewana Kwa hiyo anaweza akafanya online na vitu kama hivyo. Lakini pia huduma za kiafya kwa kina mama na watoto. Zaidi tumeangalia kwa kina mama na watoto kwa sababu ndo tunajua wanazihitaji sana. Vitu vingine kama nilipozungumza zile taka. Kwa Kiswahili inaitwa urelejezaji, recycling. Siku hizi hata hizi chupa watu wanaokota wanaenda wanafanya nini? Zinatumiwa kama ni malighafi kutengeneza vitu vingine. Kwa hiyo hata pale unapotupa taka fikiria kwamba kuna taka kwenye eneo langu. Ni changamoto, si ndio hivyo? Lakini taka hizi kumbe mimi naweza nikaziokota, nikatengeneza mbolea, nikatengeneza malighafi ya bidhaa nyingine. Nyingine kutengeneza bidhaa za vitu mbalimbali ikiwemo mwani. Sijui kama huko kwa sababu hakuna bahari, lakini nimezungumzia hii kwa wale ambao wanatoka maeneo ya pwani. Watu wengi wamekuwa wanapenda sabuni, mafuta, wengine wanatengeneza peremende, wengine wanatengeneza lotion na vitu vingine ambazo na bidhaa za mwani. Lakini uvuvi pia, usindikaji wa samaki na vitu vingine. Baada ya kutaja hizo fursa, napenda pia kusisitiza kwamba tufikirie. Wewe fikiria katika hizi fursa changamoto gani? Kwa hiyo vidokezo vya kuanza ujasiriamali kwa ambao hawajaanza ni kuchagua fursa ndogo. Kwanza kuangalia changamoto. Sawa Halafu ili uanze angalia fursa ndogo inayohitaji mtaji mdogo. Sawa? Halafu katika hili sasa, jamani, tuna vikundi vyetu vya kina mama, si ndio? Inawezekana wewe kama wewe ushaona fursa, lakini ukapiga hesabu ukaona unahitaji mtaji wa milioni 2 mfano. Si ndio? Milioni 2 wewe peke yako unaweza usiweze kuitoa. Lakini mna kikundi cha watu wangapi? 10 au 6 au 5. Kama ni 5 maana yake milioni 2 ukigawa kwa 5 ni ngapi? 400,000, si ndio hivyo? Milioni 2 kuifikiria na 400,000 kule milioni 2 ni mbali lakini 400,000 kidogo tunaweza tukafanyaje? Tukafika, au sio? Kwa maana hiyo hapa nasisitiza kuona kwamba kumbe kuna rasilimali, sisi tukajiorganize sisi kama kikundi cha watu wangapi? 5, tukaanza kufikiria tuanzeni kitu jamani. Tuanzeni kitu, lakini hii ni biashara yetu ya pamoja. Katika hayo pia inajenga hata ile kusaidiana katika jamii. Sijui tumeona hapo lakini kufanya kazi kwa pamoja. Kama tunavyojua huwezi ukawa unajua kila kitu, lakini pia huwezi ukawa hujui chochote. Kwa hiyo maana tukao tunashare ule ujuzi. Huyu anajua hiki, huyu anajua hiki, tukasaidiana. Na hiyo inajenga kusaidiana lakini upendo katika jamii yetu. Kwa hicho kitu cha kuangalia. Lakini pia anza na watu wa karibu. Kwa unapotaka kufanya biashara usije ukaanza hapo ukasema naanza kufanya biashara naipeleka Zanzibar au naipeleka Dar. Anza karibu. Kuna marafiki, kuna majirani, kuna WhatsApp group yako, anza kutafuta soko, anza kuangalia wanahitaji nini, anza pale. Sisi tumeelewana Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoanza kutangaza dawa alianza na nani? Alianza nyumbani, si ndivyo? Na tunaambiwa sadaka huanza nyumbani. Kwa na hii pia maana yake unapotaka kuanza jambo, anza pale pale ulipo. Maana mara nyingine tunaogopa kuanza. Kwa hiyo unajiuliza mimi naanzaje? Maisha yangu magumu, nifanye vipi? Anza ulipo. Yaani jawabu ndo hilo kwamba vipi? Pale pale ulipo ndo ufanye nini? Uanze, usifikirie kwamba
mpaka nichange. Anza na kile kidogo ambacho unacho. Kitu gani unaweza kufanya? Lakini pia kitu hichi cha muhimu sana ambazo wajasiriamali wingi na wafanya biashara tunafeli ni kuweka rekodi. Sawa Kuna mtu anafanya biashara ndogo ndogo miaka 2, lakini ukimuuliza rekodi yake iko wapi? Si ndio hivyo? Kwa maana ulianza na mtaji wa milioni 2. Au sio? Andika mimi nimeanza na milioni 2. Nimenunua mali ghafi 300,000. Nimefanyaje? Bachi ya mwanzo nimetengeneza bidhaa ngapi? Nimeuza. Kwanza ile itakusaidia kuona hii biashara kweli mimi inanilipa kwanza au hainilipi. Mara nyingine unafanya biashara unakujikuta badala kukusaidia kumbe unafanya nini? Inakuumiza bila wewe kufanya nini? Na ndio maana tukaambiwa kila kitu kinahitaji mali bila daftari kupotea bila habari. Kwa hii jamani tujizoeshe, hata ambao hatujafanya biashara. Ni ngumu najua kwa sababu na mimi naijaribu, nafanya alafu nafeli. Hapa kwenye kutafuta mtaji, mara nyingine unaweza ukajiuliza, hivi mimi ninao mtaji kweli? Hebu kuanzia leo kama una kazi au kama nyumbani unagaiwa mfano 500,000. Hebu iandike ile 500,000, mwezi huu nimepewa 500,000. Alafu andika nimetumia nini? Sawa? Unaweza ukajikuta unaweza ukasave japo 200,000. Kuna matumizi ambayo pengine sio ya lazima. Sisi tumeelewana? Lakini kama huiandiki utayajua. Leo utaenda kununua kijora, kesho unaenda kununua mkoba, kesho kwa hiyo unakuja kuwa hujui wapi nitoe zile pesa. Lakini mara nyingine rasilimali au fedha tunazo, lakini kwa sababu hatuandiki. Okay, shukrani. Kwa sababu hatuandiki tunajikuta sawa Lakini pia kuongeza kidogo kidogo. Kwa hiyo anza na kidogo, ongeza kidogo. Leo umeanza na 200,000, kesho ongeza faida ile, nusu weka, nusu ongeza katika biashara yako, utajikuta unafanya nini? Unakuwa kidogo kidogo. Na tatizo letu kubwa ni kwamba tunataka kuanza sehemu ya juu. Lakini vizuri tuanze chini ili tuweze kupanda kidogo kidogo. Sawa Lakini kitu kingine pia kwenye mtaji naomba kugusia uaminifu. Jamani watu wengi wanasahau kwamba uaminifu pia ni mtaji Unaweza ukaanza na mtaji wako wa uaminifu. Kivipi? Unaweza kuwa na changamoto huna pesa, lakini kwa sababu una uaminifu ukaenda sehemu ukapewa mzigo kwa wale ambao pengine wanauza vitu vya jumla. Ukapatiwa ili wewe ukauze alafu urudishe. Kama sio muaminifu utapata. Kwa hiyo hichi kitu ni cha msingi na cha muhimu kuweza kuelewa. Kwa hiyo kuna changamoto mbalimbali, naomba nimalizie haraka kwa sababu muda umekaribia kuisha. Changamoto ni kwamba mtazamo wa jamii. Mtazamo wa kijamii unatuangalia kwamba mara nyingi wanawake hatuwezi. Yani sio wafanyaji kazi ni. Kwa kwanza ili kuweza kushinda huu mtazamo, maana kuwa jasiri na thibitisha uwezo wako kwamba naweza nikafanya na ninaweza nikaisaidia familia yangu. Lakini kitu kingine ni kwamba mitaji midogo. Kwa hiyo mitaji yetu ni midogo, hali zetu ni ngumu, lakini tusisite kuanza kidogo kidogo. Lakini pia kutumia vikundi kama vile nilivyosema kwamba peke yako unaweza usiweze, lakini kwenye kikundi mnaweza mkaweza kufanya jambo. Lakini pia kushiriki mafunzo ya ujasiriamali. Kwa hiyo kuna mafunzo ambayo mnaweza mkashiriki mkaweza kuona jinsi gani mnakuwa. Lakini pia kitu cha muhimu kupanga muda kati ya familia na biashara. Jamani tusisahau sisi ni akina mama, au sio? Nyumbani tuna watoto, nyumbani tuna waume. Kwa hiyo lazima pia tujipangie muda. Lakini kitu kikubwa zaidi ni kufanya nini? Kumshirikisha mwenza wako katika yale mambo ambayo unafanya. Hivi mimi ningekuwa simshirikishi mume wangu leo angekubali kuja kunikamatia mtoto? Asingekubali, si ndio hivyo? Na ningeshindwa kuja kwa sababu nilikuwa nafikiria nije Morogoro alafu na mtoto kumwacha siwezi, nikimchukua peke yangu itakuwaje? Si tumeelewana hapo Kwa ushirikishaji ni kitu muhimu sana. Kwa unachotaka kufanya mshirikishe mwenzio, discuss kwa pamoja tunafanyaje. Isiwe ninafanyaje. Sijui tumeelewana hapo Kwa hiyo tambua kipaji chako, kigeuze kuwa biashara, anza kwa mtaji mdogo na fursa zilizopo, tumia mitandao ya kijamii na teknolojia, utafuta masoko.
shirikiana na wenzako kujifunza na kusaidiana. Lakini kabla, kwa kumalizia, maana hii ndio pati yangu ya mwisho, naomba kutoa mfano mmoja. Kuna mfanyabiashara ambaye alipokuwa akifanya biashara alikuwa anauza viazi. Sawa? Alafu katika kuuza kwake viazi akawa kaeka kile kidoo, sijui kisado kile, nyinyi mnaita kisado, ndio? Akachukua viazi vibovu akaviweka chini, vizima akaviweka, na mwingine akachukua vizima akaviweka chini, vibovu akaviweka. Yupi mnahisi ataweza kuuza haraka? Aliweka juu vizima, Lakini yupi alofanikiwa? Na aliweka juu kwa sababu yule ndo kasema ukweli. Sasa hapa manake nataka kumalizia kwamba sote tunataka mafanikio, na yule aliweka vizima juu alitaka uze haraka, au sio? Kwa kufikiria kwamba mafanikio ni hapa duniani tu, kashakuuzia ukaenda huko viazi vyote vibovu viwili tu utajijua mwenyewe, si ndio? Lakini huyu hapa anaweza asiuze, lakini kapata mafanikio kwa sababu gani? Kafata amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kusema hayo, naomba kuwasilisha. Asalamu alaykum.